Ili kundi lipo, lakini tumetreat vizuri na tumehamasisha wewe kupiga wa 29 wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Lakini nafikiri wewe ni shahidi, unapita barabarani, shughuli zinaenda na biashara zao wanaenda. Japo hawako sehemu sahihi, ila serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imewaahidi itawajengea soko. Mwenyezi Mungu akijalia uchaguzi ukishaisha, ndio agenda ya kwanza katika mtaa wetu Gongo la Mboto na kata yetu Gongo la Mboto. Kwa sababu ukizungumza jimbo la Ukonga, ina maana mjini kwake ni Gongo la Mboto. Kwa hiyo serikali imeliona hilo na limeshaahidi ili uchaguzi utapoisha au katika mipango ya baadaye kwamba litajengwa soko ili kadhia ile ya barabarani tuiondoshe ili waendelee kufanya sehemu salama ambayo ni sehemu sahihi kabisa. Mwenyekiti umekuwa ni mwenyekiti wa mtaa Gongo la Mboto, ni sehemu ambayo ni mkusanyiko wa watu. Labda ujenzi wa mwendo kasi nazungumzaje, itapunguza kiasi gani changamoto ya usafiri Gongo la Mboto? Gongo la Mboto ni mji unaokua na Gongo la Mboto tunapokea wa abiria wengi. Maana usizungumzie tu Gongo la Mboto. Gongo la Mboto zungumzia Majoe, zungumzia Longoni, zungumzia sehemu mbalimbali pembezoni, wote wanakuja kuchukua kupanda mabasi Gongo la Mboto. Kwa hiyo huu usafiri wa mwendo kasi itakuwa ni mwarobaini katika kutibu hii kadhia ya usafiri Gongo la Mboto, kwa sababu Gongo la Mboto ina Mbagala na Mbezi zinafanana kutokana na wingi wa watu, na ndio maana jioni au asubuhi kunakuwa na msongamano sana. Kwa hiyo tuipongeze serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuliona hilo na kutuletea hii kituo cha mwendokasi au njia ya mwendokasi. Itasaidia sana kupunguza foleni, kupunguza hii kadhia, kwa sababu asubuhi ukija hapa kwenye treni la Mwakembe linajaa, mabasi yanajaa. Kwa hiyo ina maana Gongo la Mboto ni mkusanyiko mkubwa wa watu wanaokwenda mjini Dar es Salaam kwenye shughuli zao mbalimbali. Kwa hiyo wakazi wa Gongo la Mboto nategemea watampa kula nyingi Mheshimiwa Rais kutokana na kazi yake nzuri. Kwanza tuhesabu rais ameshapita. Tunachogombania sasa hivi tupate kula nyingi. Kwa sababu aliyoyafanya rais ni makubwa mno, hata isiyo macho ataona. Ni rais amefanya mambo kubwa sana na mtu tumpe maua yake. Mwenyekiti, hebu tueleze hali halisi ya ulinzi na usalama katika hapo nyuma kwa kuna kipindi cha kuibuka na kuleta madhara. Labda hali halisi Gongo la Mboto hali ya ulinzi na usalama imetulia, kwa sababu mimi mwenyewe kwenye mtaa wangu na polisi jamii kama 35 ambao wao nimewatawanya katika zoni zote. Kwa hiyo sasa hivi hata ile kadhia kukabwa imepungua sana, kwa sababu huwezi kusema nimeimaliza kabisa, kwa sababu unajua kila siku watu wanaibua na mambo mapya. Ila kusema kweli imepungua sana, na Gongo la Mboto watu wanafanya shughuli zao. Hususan angalia umati unashuka kwenye Gongo la Mboto na usikii watu wanapata matatizo yote. Na Gongo la Mboto tunapokea watu wengi sana, na ukitaka kujua kwa Gongo la Mboto na watu wengi, njoo kwenye saa 12 au saa 1 usiku, utafikiri kuna maandamano. Lakini ndio hali halisi ya Gongo la Mboto, lakini tumedhibiti, ulinzi upo na watu wanafanya shughuli zao bila wasiwasi. Kwa hiyo mwendokasi ukija hapa ukianza kutembea patakuwa pazuri na pataonekana muonekano mzuri, kwa sababu taa utakuona hapa kuonyesha tumetoa taa, unaona taa hapo, tunafanya biashara hapo chini. Mwendokasi unapopita hapa, kwa kweli ukianza mwendokasi mambo yatakuwa mazuri kweli. Nashukuru. Nini unamwambia rais kuelekea uchaguzi mkuu? Tunamwambia kidogo tunatiki kubwa tu, Mwenyezi Mungu atuache salama siku yenyewe kwenda kutiki. Basi ni jambo jema.